Kuna taarifa baada ya kupata taarifa kwamba bei ya mafuta, soko la bei ya mafuta limepanda tena kwa kiwango tu cha kutosha, kiwango tu kikubwa duniani kote. Sawa. Alafu wakati huo sisi hapa kwetu waziri anasema kwamba tusipaniki, serikali inafanyia kazi suala la bei ya mafuta. Napata kaswali tu kwamba ina maana yawezekana wakati wanatoa hii speech hawakujua kwamba bei iliyopo imeongezeka tena, tofauti na ile ambayo wao walikuwa wanaiwaza kwamba waliipandisha kabla, ambayo sasa ndo wanaifanyia mchakato ili ipungue. Maana kama utapunguza ile bei ya mwanzo, manake utaje tena kukutana na hii bei ambayo ilolipuka tena. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema bei ya upatikanaji wa mafuta ni suala linaloathiriwa na hali ya dunia, na kwamba kutokana na hali hiyo serikali inaendelea kufanyia tathmini kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya umma na binafsi ili kuhakikisha bidhaa hiyo inapatikana kwa bei himilivu. Pia amewataka Watanzania kutokuwa na taharuki kufuatia changamoto inayoikumba sekta ya mafuta duniani, akisisitiza kuwa serikali inaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo na itachukua hatua stahiki kulinda uchumi wa nchi. Amesema hayo katika ziara yake wilayani Chamwino mkoani Dodoma, ambapo pia amesema tusipaniki, tusigombane wala tusichukiane. Serikali ipo kazini, tunafanyia tathmini ya kina ili kuhakikisha tunachukua hatua sahihi kwa wakati. Amebainisha ya kwamba katika nyakati za changamoto zilizopitia serikali imeweka vipaumbele ikiwemo kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa muhimu kama mafuta na dawa pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei ili kulinda shughuli za uzalishaji na maisha ya wananchi. Mwigulu amesema katika changamoto ya sasa inayochangiwa na migogoro ya kimataifa, serikali itaendelea kulinda maslahi ya wananchi kwa kuhakikisha hakuna uhaba wa mafuta na kudhibiti ongezeko la bei lisilokuwa la lazima. Ni mnukuu, anasema ni kweli kutakuwa na athari kwa sababu ni changamoto ya dunia, lakini tutaivuka hali hii kama tulivyovuka changamoto zilizopita. Hayo ni maneno ya kwake waziri mkuu. Lakini wakati huo huo tunaambiwa kwamba bei ya mafuta katika soko la dunia bei ya mafuta katika soko la dunia tangu mazungumzo kati ya Marekani na Irani kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, bei ya mafuta ghafi imepanda tena na kupita kiwango cha dola 100 kwa tani. Mabadiliko haya yamechochewa na hofu ya kuongezeka kwa machafuko katika eneo hilo, hali inayowafanya wawekezaji kuwa na tahadhari kubwa katika soko la nishati duniani. Wakati huo huo, mgogoro huo umeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za uzalishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha takriban 20% ya mafuta na gesi duniani. Tangu mvutano kati ya pande husika uanze mwishoni mwa Februari, usafiri wa meli umekuwa ukitatizwa, huku baadhi ya nchi kama India na Malaysia zikiripoti makubaliano ya kuruhusu meli zao kupita katika eneo hilo licha ya hali ya wasiwasi inayoendelea. Sasa tunaambiwa hivyo bei imeendelea kupanda, huku sisi tunaambiwa kwamba serikali inafanyia mchakato swala zima la bei. Actually hiyo ni hoja nyingine kabisa, ni swala jingine, kwa sababu
bahati mbaya manzuri hatushirikishwi kwenye hao mazungumzo Tanzania wote. Umesikia waziri mkuu akisema hapo kwamba ni wadau wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa ajili ya kukaa nao chini na kuona jinsi gani ya kuweza kufanya mafuta haya bei iwe stahimilivu. Maana yake itapanda lakini au itashuka. Ni sababu maana yake itapanda lakini itavumilika, ama itashuka lakini itavumilika. Kwa sababu kuvumilika hakujaweka kwenye upande upi, tutavumilia itakapopanda ama itakaposhuka. Issue ya kuwa na bei exactly ya mafuta kwa kipindi hiki ni swala la uongo kidogo, kwa sababu hata kabla ya bei ya mafuta ilikuwa ina range kulingana na hali duniani jinsi zilivyo. Tukumbuke ya mafuta sio kwamba unapoenda kuweka oda ya mafuta, mfano mafuta yako unapitisha ni miongoni mwa mataifa mwategemea mlango wa bahari wa Hormuz. Kama ni si miongoni mwa mataifa hayo, maana yake kwa namna moja ama nyingine hutaathirika kwa 100%, kwa sababu kuna wadau wengine ambao pia wanatoa huduma mafuta pamoja na gesi. Lakini mlango wa bahari wa Hormuz una account kwa 20% ya mafuta duniani. Yani tulifanya hivi dunia nzima kote kwa mafuta, lakini katika 100% ya mafuta yote yanayopatikana duniani, kata 20% nzima inapitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa hiyo 80% ndio wameungana na mataifa mengine, Nigeria, kipekee Libya kama mgogoro unatokea, kuna Urusi pia anatoa huduma hiyo ya gesi na mafuta, Marekani pia wenyewe na reserve wanafanya biashara za hapa na pale, na mataifa mengine jumlisha kina Kuwait, kina nani huko jumlisha jumla. Lakini wote hao kwa 80% kubwa sana mafuta yanatoka pale. Kwa namna moja ama nyingine lazima tu upige story vizuri na Iran. Yaani kuna namna tu utapiga story nzuri hivi. Iran wao na maana ndio wamekaa sehemu ndio kwao, yaani ule mlango wa bahari uko kwao, ndio umepita kwao, unapita kwao na mafuta yanatoka kwao. Yaani sasa huo mlango wa bahari kwa nini unatajwa sana? Kwa sababu mafuta lazima yapite hapo, na ni njia nyepesi by the way na rahisi. Na sio kwamba wao ndio wanayachimba, wao ndio wanayachimba kwao. Wao pia wanachimba kwao. Wanachimba pia kwao mafuta. Na sehemu nyingine yanapitishwa hapo. Kuna njia nyingine na kuna baadhi na pale pia mafuta na ila hapo ndio tuseme ndio sehemu kubwa zaidi ambayo inategemewa kiufupi. Kwa 20% dunia nzima. 20% nzima yanatoka pale. Hii 80% ndio gawanya kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo unakuta hakuna nchi ambayo au sehemu ambapo panawazidi sana, au hata kama panawazidi bado ukitoa 20% kwenye 100 bado ni sehemu kubwa sana ya mafuta ambayo umeyapunguza. Na mazungumzo ya mwisho Pakistan alisema atayahold hayo mazungumzo kwa kuonyesha Iraq na Marekani. Lengo lilikuwa ni kutafuta muafaka. Na hoja za Iran zimebaki kwa zile zile. Arudishwe fidia zake ambazo amezipoteza kipindi ambacho mlango umefungwa. Marekani aondoe mara moja majeshi ya vita vinavyofanya, lakini si hivyo tu, siri zake za nuclear, na ndio sababu kubwa wanafuta watu wapigane, zibaki pale pale, hakuna mtu yote kupewa kuingilia masuala yake au programu yake ya nuclear, na kitu ambacho ni kigumu kwa Marekani. Marekani anataka Iran asalimu amri, silaha zote za nuclear asalimishe, kuacha kutengeneza mara moja hizo silaha, na teknolojia yake pia ashare na watu. Maana kuna tume maalum ya nuclear ile ya bodi ya atomic ya dunia, washare nayo wajue Iran wanafanyaje mpaka kurutubisha hiyo nuclear. Sasa ukiona mmoja anataka mwenzake aadhirike, aweke mambo yake yote hadharani, na huyu mwingine anataka mambo yake hadharani, pia anataka na fidia juu. Sema kupitisha mafuta yeye ndo anaisimamia. Unadhani nini kinafuata? Ni kupiga blockage na kuongeza hiyo bei, kufanya pia bei zidi kuongezeka. Kwa hiyo serikali yetu kwa sasa, au serikali yote duniani, kupanga bei leo kwa kusema kwamba hii ndio bei yenyewe ni ngumu kufanya hivyo, kwa sababu hujui kesho nini kitatokea. Kwa mfano tunavyozungumza sasa hivi, huu ni upande wa Hormuz pekee yake pamepigwa pini. Imagine mashambulizi au vita vinavyoendelea kufanyika, Iran endelee kupiga vinu vya Kuwait, endelee kupiga vinu vya Oman, endelee kuharibu Saudia. Ina maana anazidi kutingisha pia na uzalishaji wa mafuta sehemu nyingine pia duniani, unazidi kuifanya price ipande. Wadau wengine wa nishati wanakuwa makini na kwenye kupitisha, kwa kama India na beti kupitisha na Malaysia wanabeti kupitisha meli zao za mafuta pale. Kwa sababu gani? Ukisema unaacha moja kwa moja, una riski ya kumaliza reserve yako ya mafuta ndani, ukashindwa kufanya watu wahimili bei ya mafuta, uchumi kwa collapse kirahisi tu, yani chafu kidogo. Na wanasema mpaka zimekuwa kuambia kulinda uchumi, kwa sababu hili swala ukiliacha hivi lienda hivi, mwisho wa siku unakuja kusikia uchumi wa taifa fulani umedondoka kwa sababu wameshindwa kuhimili ile bei ya mafuta. Nakumbuka nishati hii ndio tunaitumia kwenye kila kitu chetu. Asilimia kubwa uzalishaji duniani unategemea mafuta. Usafirishaji wa hizo malighafi zenyewe, mashine za kuchimba hizo malighafi zenyewe, za kutengeneza na hizo malighafi zenyewe, yani karibu kwenye kila kitu chetu tunatumia mafuta. Ndio maana kuna mbio kubwa sana za dunia za nchi ambayo itaweza kuja kucontrol nishati ya dunia. Nani wa kwanza ambaye ataweza kuvuna nishati duniani kwa nishati stable? China wameanza kwa upande wa solar, kwa upande wa kutumia umeme wa jua. Jua ndo chanzo stable cha nishati duniani. Tatizo ni kwamba kuivuna hiyo nishati ni kipengele.
kutengeneza zile solar panels, na ni salama zaidi natural, kwa sababu uchimbi mabwawa kwa mfano ya umeme hizo unachimba na bomoa unafanyaje, si ndio? Ukitumia nishati ya mafuta lazima uchimbe chini, udrill utoe mafuta. Ndio maana jamaa walienda mwezini, lazima dunia imedidimi, tunajenga tunaichimba, tunajenga, yani kila kitu chote dunia lazima tuchimbe. Kujenga nyumba utachimba, sio nini utachimba, barabara utachimba, lazima chimba pamoja na hizo nishati, dunia inadidimi. Kwa hiyo kuicontrol hapo wale jamaa tulisema tutazungumzia kwa vijana story. Kwa ukirudi sasa kwenye control ya mafuta inakuwa ni ngumu kweli kuijua. Lakini sio tu ngumu, kipindi hiki sasa unaangalia nguvu yako kidiplomasia iko wapi. Uwezo wa kupiga story na mwenzako ukapata afueni ya kupata hayo mafuta. Kwa hiyo hichi kinachoendelea serikali tunasema wakifanya nyuma pazia ni kitu cha muhimu sana. Na kuna upande serikali iko sahihi 100%. Hakuna haja ya kupanic, kwa sababu unapopanic hakuna mtu atamsaidia mwenzake. Sana sana baada ya kupanic ni chaos zinavyozidi kuongezeka, hakuna maelewano, vitu vinazidi kuvurugika. Mfano sasa hivi tuseme watu wa huduma ya usafiri wavurugu Tanzania nzima. Kila mmoja akasirika aache kuendesha hayo magari yenyewe. Maana huduma ya usafiri imecollapse. Hakuna mizigo inaenda mahali inarudi mahali, hakuna watu wanasafiri kwenda mahali kurudi mahali. Safari za kwa miguu nyingi. Pikipiki labda ndio hizo zitakazobaki, lakini unaweza kumudu gharama pikipiki labda kutoka umbali uliopo mpaka unapokwenda kila siku. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna vitu vitakuja kushindika kama panic ikitokea. Sasa imagine hawa Kigoma, huyo akipanic, yule tukana mwenzake wakamshika shati kwenye hali kama hii. Hapa hakuna mtu anayetupiga, hatupigani na mtu, ni uchumi tu mgumu wa duniani. Tukishindwa kuvumilia hapa kama taifa, tukishindwa kusimama pamoja hapa kwamba jamani hali ni ngumu, tunafahamu madhaifu yaliyopo, na mimi nasema issue ya kurudia madhaifu ya serikali, sijui ya wananchi, sijui ya wadau, haisaidii, kwa sababu tunajua ndio hivyo. Kama vile kila siku sema mke wangu hajui kupika, ndio hajui, hawezi kujua, kwa sababu kama ungekuwa unaweza kujua ungemfundisha, ungepeleka sema fundisho. Kwa hiyo umebaki kila siku hajui kupika, sababu unavyozidi kuisema utengenezi unazidi kuharibu. Instead badala kusema mke wangu hajui kupika, tafuta solution ya aweze kupika. Kama si kigezo chako, kama kigezo chako, haya. Kwa hiyo mwisho wa siku bei inazidi kuwa ngumu. Tusipanic, kila mmoja relax. Hali ndio itatufikia, yaani wanasema ni kutoa milio. Kila mmoja atautoa mlio kwa wakati wake. Utautoa ule mlio paka au mbwa. Akipigwa jiwe katikati ya mgongo hapa, kuna kale kamlio kanatoka. Sasa ule mlio wa mbwa, akipigwa jiwe au la mbavu lile, anavyojikunja, kuna kamlio kamlio kale. Kila taifa litautoa kwa wakati wake. Dakika ni 33 msikizaji.